Mimi kwa jina naitwa Abushiri Idi Saki, ni mkazi wa kijiji cha Chemba. Mwaka 2015 walikuja kampuni ya Chiku ambayo ilikuwa ikijenga barabara kiwango cha lami kutoka Mayamaya hadi Meela. Matokeo yake kwenye sehemu korofi za milima huwa walikuwa wakitumia baruti. Zile baruti walizokuwa wakizitumia, ukitizama wakati ukipita kutoka Kondoa kuja Dodoma, kuna shimo limechimbwa ambalo lilifanywa shughuli za baruti ambalo liko kwenye maeneo ya makazi. Kwa maana hiyo mimi nilienda nikaathirika, nyumba yangu ikapasuliwa na zile baruti. Matokeo yake tuliingia ofisi ya kijiji kutoa malalamiko na tukaelekezwa kuandika barua kwenda kwa manager TANROADS. Tulipopeleka malalamiko yetu, aliyapokea manager TANROADS na akarejeshea barua ya ukiri na kunipa muda wa kuja kufanya uchunguzi na ukaguzi. Tulimsubiri tukiwa pamoja na viongozi akiwemo mtendaji wa kata na baadhi ya viongozi wengine, na pia yeye alikuja na masekretari wake. Walitupiga picha na kutupa taarifa ya kusema tusubiri. Mwaka 2015 ilikuwa. Nimekaa nikiendelea kusubiri, sikupata majibu yoyote ya ukaguzi, na baada ya hapo ilipofika mwaka 2017 tarehe 31 nyumba yangu ilianguka chini. Nikawa sina makazi na namna nyingine ya kufanya ujenzi kwa sababu nyumba ilikuwa inatakiwa kufanyiwa evaluation, nilishindwa kufanya chochote. Matokeo yake nilipisha lile eneo, nikaamua kujenga kijumba kidogo pembeni, lakini wakati nataka kujenga nilifika ardhi, na kule ardhi walikuwa na zoezi la uthamini wa bwawa la Farkwa, wakawa wako bize maafisa ardhi. Nilichokifanya, nilijenga kijumba kidogo pembeni bila kutumia kibali, kwa sababu nilifika ofisini kwao zaidi ya mara 3, na ni mwezi wa 11 mwaka 2024 inaendea, tulitangaziwa kuwa kutakuwa na mvua nyingi. Nikahofu namna ya makazi yangu yatakuwa ya hatari. Nilijenga kile kijumba, nikawa nimeingia kwenye beacon hatua 1.5, lakini alitokea mtu mwingine akawa ananilalamikia kuwa nimejenga kwenye eneo lake. Tulimuomba afisa ardhi ambaye alikuja pale kwa ajili ya tafsiri, tukishirikiana na baraza la usuluhishi la kata. Tulipofanya uchunguzi, yule afisa ardhi alimuelekeza yule bwana, kwa sababu huyu bwana ana kijumba chake ni cha muda na ameingia kweli kwenye beacon, muacha ajenge ili akimbize hii hali, kwa kipindi kinachokuja atakuja kufanya makazi yake kiusahihi na sisi tutaboresha hii sehemu. Yule bwana kupitia baraza la usuluhishi na wale wazee wa baraza la usuluhishi alikiri na akakubali. Nyumba ikiwa na kozi 4, wakaniruhusu na kuniandikia barua ambayo ninayo hapa, niendelee na ujenzi. Niliendelea na ujenzi, akinitizama. Matokeo yake nikapaua na familia yangu ikaingia kwenye makazi yao kwa muda. Hatima yake ilipofika mwezi wa 3, mvua zikiendelea kunyesha, yule bwana alichokifanya, alitafuta mlalamikaji mwingine ambaye ni mtoto wake, kiasi kwamba yule mtoto wake sasa akawa kama mdai mwingine. Wakanipeleka baraza la ardhi la wilaya. Mwisho wa siku mimi ile nyumba ilikuja ikavunjwa, wakati tayari familia iko hapo na mimi sikuwepo. Mimi nilitoka kidogo kwa ajili ya shughuli zangu, lakini shauri hilo tayari lilitolewa amri ya ile nyumba iondolewe na baraza, na nikawa nimewekea pingamizi tukiwa tunasubiri utekelezaji. Na baada ya kuweka hilo pingamizi, mwenyekiti wa baraza Mandari alinikatalia pingamizi langu. Nikaenda kulalamika kwa msajili wa mabaraza mkoa, na msajili wa mabaraza alimpigia simu mwenyekiti wa baraza na kumwambia, kwa nini unakataa kupokea zuio la mtu na wakati tayari amekuja kuleta lalamiko? Matokeo yake alimpa maagizo kwamba asubiri taratibu za kufikisha mashahidi, na akawa amekubali kuipokea hilo pingamizi langu. Nilivyolipeleka hilo pingamizi alilipokea, na baada ya kulipokea alichokifanya, alitupangia muda wa kwenda na mashahidi tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka 2024. Wakati tumepangiwa, mtu yule alitumia nafasi yake alionayo, kwa sababu alikuwa ni mwalimu mstaafu, alilagai polisi na TANESCO kuja kuvua umeme pale kwangu. Matokeo yake mimi sipo tarehe 10, tulipangiwa tarehe 22 twende barazani mwezi wa 11. Tarehe 10 nilifika pale nyumbani, narudi kutoka kazini na mwanamke hayupo na familia yangu. Pia kulikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa anasoma pre-form 1, aliwacha akiba yake ya masomo ndani. Nilikutana na polisi wamerundikana wakiwa na mabomu na bunduki eneo hilo, wakiwa wanabomoa hiyo nyumba kwa kukata na shoka, wakati utekelezaji wa mwenyekiti wa baraza haujatolewa. Nilikosa nguvu, nikabaki sina makazi.
huku TANROADS nadai, sijafanyiwa chochote. Nikahamia sasa kupanga nyumba. Hadi leo hii mimi naishi kwenye nyumba ya kupanga na nina familia. Na namna ya kupata hata hizo gharama inakuwa ni shida. Kwa hiyo nimeingia kwenye mkasa mkubwa. Hadi leo hii naishi kwenye nyumba za kupanga wenyewe. Kama hawa watu wa Chiko walikuwa na nyumba zao ambazo walikuwa wakiishi kipindi hicho, wanajenga barabara pale Chemba, kulikuwa na kambi. Nyumba zile zimebaki na viongozi ambao ni wakuu wa idara wanaishi, wakati sisi wahanga wa Chiko tunaendelea kuteseka. Nilikuwa naomba msaada wako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hali nilionayo mimi na wake wawili na watoto wengine ni wadogo na wanaendelea kuteseka. Makazi sio mazuri. Hata ukifika pale kwangu unaweza ukashangaa nilivyo na nyumba jinsi ilivyo. Kwa hiyo nimejenga kijumba kimefikia kwenye hatua ya lenta kuendeleza pamoja na mbao na vitu vingine na kwanza pia milango. Kwa hiyo naomba msaada wako Mheshimiwa kwa kunisaidia hili ili niepukana na janga hili. Haya ndio yangu Mheshimiwa. Pole kwa hiyo. Meneja wa TANROADS yuko wapi? Yeye ongera kwa ujasiri pia. Umesema pamoja na mateso hayo bado na wake wawili. Meneja amesema mlimwandikia kwamba mtapita mfanye tathmini. Na barua hizo wanazo, hamjawahi kufanya tena tathmini hiyo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Samahani kwa kweli hili swala ni mara yangu ya kwanza nalisikia hapa. Wewe umehamia lini? Naam? Umehamia lini? Mimi niko toka 2014 niko TANROADS. Swala ambalo nimejaribu kumuelewa mlalamikaji ni eneo ambalo alikuwa wakati wa ujenzi wa mradi wa Dodoma Babati. Wananchi wamekuwa wakiingia makubaliano na baadhi ya wakandarasi. Kwa hiyo unakuta sisi tunakosa ule uelewa wa hayo mambo ambayo wameingia makubaliano. Lakini najaribu kumuelewa mlalamikaji, sijapata hoja yake hasa nini, lakini amehusisha mambo ya watu wa ardhi, amehusisha TANROADS kuja. Ni kuombe Mheshimiwa, kwa sababu ni geni, nichukue akanieleze vizuri, naweza nikaja na majibu mazuri zaidi ya hichi anachokisema, kwa sababu amehusisha taasisi zingine, lakini pia na Chiko ambayo ilikuwa ndio mtekelezaji wa barabara hiyo. Kwa hiyo inawezekana kuna mambo yalishawahi kutokea, lakini kwetu sisi kama TANROADS halikufika kwa uelewa zaidi tukaweza kulifanyia kazi. Kwa hiyo na kuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilichukue kwa muda mfupi, nimuelewe vizuri mlalamikaji, nilete majibu hapa mbele yako. Asante. Ni kweli unaonekana hujalielewa anachosema. Wakati ujenzi unaendelea, wakati wa mambo ya ulipuaji ile vilipuzi na vitu vya aina hiyo viliathiri nyumba yake. Kwa maana nyingine alitakiwa afidiwe. Ndio. Ikaonekana inatakiwa ikafanyike evaluation ya uharibifu huo. Ndio. Sasa barua yenu jambo hilo halikufanyika. Baada ya kuwa halijafanyika, nyumba ile kweli ilienda paka ikaanguka. Hilo ndio lina kipengele kinachowahusu nyewe watu wa TANROADS. Kipengele kingine, akaamua asiharibu kiwanja chake chote, akajenga kwa kujibana pembeni nyumba ya kujishikiza. Kwenye hiyo nyumba ya kujishikiza akawa amevuka beacon akaenda mpaka na eneo linalomgusa mwingine. Kwa sababu ni nyumba ya kujishikiza, wakaongea akiwa ameshajenga kozi 3-4, wakakubaliana kwamba litazingatiwa atakapojenga nyumba yake ya kudumu. Kwa hiyo wakamruhusu kwa barua mpaka apaue. Alipopaua tu akatokea mshtaki wa yule aliyemruhusu kujenga. Ndiyo. Kwa hiyo kampeleka huko kwenye mabaraza, hiyo nyumba yake ikavunjwa. Huku kukiwa na makubaliano ya maandishi rasmi ya barua kwamba hii ni temporary, ni nyumba ya kujishikiza, na kwa sababu anasubiria fedha yake TANROADS kwa serikalini. Hizo ni
ni hoja mbili, ya kwenu ni ya TANROADS, hii nyingine ni ya hawa wengine ambao iliangukia huku kwenye baraza, ndio maana unaona na mambo ya ardhi. Sasa wewe kaa ipitie hiyo barua, confirm kwamba ni ya kwenu. Sawa. Pitie na hiyo ya iliyomruhusu kujenga, confirm kwamba ni halali, ni halisi. Ili sasa utupe majibu kwa wale ambao mliwaandikia mnaenda kufanya tathmini na hamjaenda. Tuambie mnaenda lini kufanya hiyo tathmini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya Jumanne tutakuja kwa ajili ya zoezi hilo. Haya basi, peana mawasiliano bwana. Watakuja Jumanne. Alafu ile ya baraza na walipofanya baraza, kopi yake mpe mkuu wa wilaya. Mpe mkuu wa wilaya, watalifuatilia hilo la baraza la wilaya. Namwambia ndugu yangu. Asante mheshimiwa. Haya, muandikishe hilo jina, nitataka ripoti hiyo kuhusu mnamlipa lini baada ya kufanya